Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako inayoitwa Gwaride la Mwisho. Na hii ni sehemu ya 5 ya simulizi hii. Msimuliaji wako ni mimi Gray Simulizi. Ili kupata muendelezo wa simulizi zetu, basi usisahau kusubscribe, kucomment na kulike, pia share kwa marafiki. Tulipoishia sehemu ya 4, Baraka akagundua kuwa siri ya Operation Tumaini ilikuwa kubwa zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Tuendelee na sehemu ya 5. Mvua iliendelea kunyesha kwa nguvu. Matone yake yaligonga paa la nyumba ya Kapteni Casey, kana kwamba yalikuwa yakisimulia hadithi iliyokuwa imefichwa kwa miongo mingi. Umeme ulipasua anga, na kwa mwanga wake wa ghafla, Baraka aliweza kuuona uso wa mzee Mwaliego ukiwa umejaa huzuni. Kapteni Casey alikuwa tayari amesinzia kwenye kiti chake. Ugonjwa wake ulimfanya achoke haraka. Hakusikia mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea. Mwaliego alimwangalia kwa huruma. Kila mtu anamuona kama mzee aliyepoteza akili, alisema kwa sauti ya chini. Lakini mimi namuona kama mtu aliyebeba maumivu ya taifa lote peke yake. Baraka alikaa karibu zaidi. Nieleze mzee. Mwaliego alivuta pumzi ndefu. Ukweli unauma, lakini umefika wakati ujulikane. Miaka 35 iliyopita usiku ulikuwa mweusi kama wino. Kikosi cha Kapteni Casey kilikuwa kikitembea kimya kimya ndani ya msitu mzito. Mbele yao kulikuwa na daraja la mto mweusi, daraja pekee lililoweza kuwafikisha kwenye kijiji ambako mamia ya raia walikuwa wamezingirwa. Lakini taarifa za kijasusi zilikuwa zimeonya jambo moja. Daraja hilo lilikuwa limetegwa kwa mabomu. Kulivuka kulimaanisha kufa. Kulibomoa kulimaanisha kuwaacha wanawake na watoto wafe upande wa pili. Kapteni aliwasimamisha askari wake. Akatazama nyuso zao moja baada ya nyingine. Hakuna nitakayemlazimisha kwenda. Kulikuwa na ukimya. Kisha Koplo Juma akasogea mbele. Mimi nitaenda kapteni. Baada yake akafuata Hamisi. Kisha Mwaliego. Halafu mwingine na mwingine, mpaka askari 12 waliposimama mbele yake. Hakuna aliyelazimishwa. Wote walijitolea. Kapteni alinamisha kichwa. Mnajua mnaweza msirudi? Tunajua. Bado mko tayari? Wote waliinua mikono yao kwa pamoja. Kulinda taifa ni kiapo chetu. Kapteni aligeuka pembeni ili askari wake wasione machozi yaliyokuwa yakimtoka. Mwaliego alinyamaza kwa muda. Baraka alikuwa amekaza macho. Halafu ilikuwaje? Mwaliego akafumba macho. Ndipo tulipojifunza maana halisi ya neno sadaka. Wale askari 12 walitangulia mbele. Kazi yao ilikuwa kutafuta mabomu na kuyategua ili wengine wapite. Hatua ya kwanza, salama. Hatua ya pili, salama. Hatua ya 3. Mlipuko mkubwa ulitikisa msitu mzima. Koplo mmoja alitupwa mbali. Lakini kabla moshi haujatoweka, mwingine alichukua nafasi yake. Aliendelea mbele. Hakuna aliyerudi nyuma. Kila walipopoteza mmoja wao, mwingine alisogea mbele mpaka njia ikafunguka. Kapteni Casey aliwaongoza askari waliobaki kuvuka daraja na kuwafikia raia. Walifanikiwa kuwaokoa watoto, wanawake na wazee zaidi ya 300. Lakini waliporudi, daraja lililipuka kabisa. Wengi wa wale askari waliokuwa wamejitolea walibaki upande wa pili. Walipoteza maisha yao ili wengine waishi. Mwaliego alifuta machozi yake. Kapteni alitaka kurudi kuwafuata. Kwa nini hakurudi? Kanali alimzuia. Ukirudi wote mtakufa. Lakini kapteni hakukubali. Mimi ndiye niliyemshika kwa nguvu. Mwaliego akaanza kulia. Mpaka leo anajilaumu. Baraka alihisi machozi yakimtoka. Kwa mara ya kwanza alielewa kwa nini kapteni alikuwa akisema kila siku, hakuna askari ninayemwacha nyuma. Haikuwa sentensi ya kawaida. Ilikuwa jeraha lililokuwa halijapona. Asubuhi iliyofuata, Kapteni Casey aliamka akiwa mwenye furaha isiyo ya kawaida. Alimuita Baraka. Askari? Ndiyo kapteni. Leo tunaenda kambini. Kambi iko wapi? Kapteni akaonyesha upande wa kilima. Ndiko waliko. Baraka hakubisha. Akamshika mkono. Wakaanza kutembea pamoja. Walipopanda kileleni, kulikuwa na mawe 12 yaliyopangwa kwa mstari. Hakukuwa na majina,
Hakukuwa na msalaba, hakukuwa na bendera. Kapteni akasimama mbele yake, akapiga saluti. Machozi yakaanza kumtoka. Kikosi, samahani nimechelewa. Baraka alishtuka. Kila mwaka ninakuja hapa, lakini sasa naanza kusahau njia. Naogopa siku nikiwasahau kabisa. Baraka alipiga magoti, akaanza kuondoa nyasi zilizokuwa zimeota kwenye yale mawe. Kapteni akamtazama. Unafanya nini? Naandaa eneo la mashujaa. Kapteni alitabasamu. Lilikuwa tabasamu la kwanza la kweli ambalo Baraka alikuwa ameliona tangu wakutane. Walipokuwa wakiondoka, Baraka aliona kitu kikimetameta chini ya jiwe moja. Aliinama, akaokota. Ilikuwa ni medali ya zamani ya kijeshi. Nyuma yake kulikuwa na maandishi yaliyokuwa yamefutika sehemu, lakini maneno yaliyobaki yalitosha kumfanya asimame ghafla. Kwa ushujaa wa juu zaidi. Chini yake kulikuwa na saini ya aliyekuwa mkuu wa majeshi wa wakati huo. Lakini medali hiyo haikuwahi kutolewa hadharani. Haikuwa kwenye kumbukumbu zozote. Haikuwa hata kwenye faili la kapteni. Baraka alimgeukia Mwaliego. Mzee, mbona medali hii imefichwa? Mwaliego akainamisha kichwa, kisha akasema kwa sauti ya huzuni, kwa sababu kuna mtu mwenye mamlaka alihakikisha historia ya Operesheni Tumaini haijulikani. Baraka alibaki ameduaa. Kwa nini? Mwaliego akatazama mbali. Kwa sababu shujaa halisi hakuwahi kupewa sifa, na mtu mwingine alijitwalia ushindi huo. Baraka alihisi hasira ikipanda moyoni. Kumbe Kapteni Kesi hakuwa amesahaulika kwa bahati mbaya. Kulikuwa na mtu aliyefuta historia yake kwa makusudi, na Baraka akaapa moyoni kwamba kabla kapteni hajafumba macho milele, dunia ingeujua ukweli wote kuhusu shujaa huyo. Msikilizaji wa Gray Simulizi, je, Baraka atafanikiwa kuufichua ukweli ili kila mtu aujue ukweli kuhusu Kapteni Kesi? Usikose muendelezo wa sehemu ya 6 ya simulizi hii nzuri ya kuvutia na kusisimua. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa marafiki zako. Asante.